timu zetu kubwa hapa nchini kwa maana ya Yanga Africans lakini na Simba Sports Club zimekubaliana kwamba mechi yao itafanyika hapa kwetu uwanja wa New Amani Complex, kitu ambacho ni heshima kwa nchi, lakini heshima kwa rais wetu kwa kuboresha ile miundombinu. Watu wanavutiwa, wanataka kuja. Kwa hiyo ni mechi kubwa. Tunajua nchi yetu hii mechi ya Yanga na Simba ndio mechi kubwa kuliko zote. Sasa mechi hii itachezwa hapa kwetu tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026 saa 2:15 usiku. Jambo muhimu ambalo tunataka jeshi la polisi kulieleza hapa ni kwamba tunaelewa kwamba mashabiki wa timu hizi ni wengi. Sio hapa Tanzania tu, sio hapa Zanzibar tu, lakini Afrika Mashariki yote. Na uwezo wa uwanja wetu tunaelewa ni watu wasiozidi 16,000. Watu mnaona wakati wa hii dabi kule Dar es Salaam ule uwanja una capacity ya watu 60,000 unajaa. Sasa hapa 16. Kwa hiyo wito unaotoa kwa wananchi hasa wa Zanzibar na hasa wa jiji la Zanzibar wanaoishi hapa mjini, wakati tiketi mapema. Wakati tiketi mapema ili waenjoy, kwa sababu tiketi naamini zitakuwa sio zaidi ya 16,000. Kwa hiyo watu wakati tiketi zao mapema. Nasema hivyo kwa sababu tunajua jeshi la polisi tunafahamu kabisa kwamba uwezo wa uwanja kubeba mashabiki watakaotaka kuja pale ni mdogo. Kwa hiyo sisi tutakachozingatia ni tiketi. Kwa hiyo nitoe wito tu kwamba kama utachelewa kukata tiketi zitaisha. Usipopata tiketi usije uwanjani. Azam Media wametusaidia sana, wameweka vingamuzi na zile gharama za television zimeshuka, ziko chini, na wanaonyesha mpira wote kabisa kwenye screen. Kwa hiyo kama utakuwa una tiketi, umetafuta tiketi zimejaa, usije uwanjani. Lakini pili, uwe makini. Watu wenye matamaa, kuna watu wengi wanatamaa, wanataka kuwa matajiri. Walivyosikia Simba na Yanga wanacheza Zanzibar, wanajua kwamba kutakuwa na uhaba wa tiketi, watauzia tiketi fake. Kwa hiyo usinunue tiketi, mwananchi yoyote asinunue tiketi kwa mtu ambaye hafahamiki au institution ambayo haifahamiki, haieleweki, utapata hasara. Watakuuzia tiketi, utafika pale wakiscreen, wakiingiza kwenye nani yao ile barcode ile, wanakuta sio tiketi ya kwao, utaambiwa rudi. Na sisi wale wakishakuambia bwana, sisi ndio wasimamizi, kama ni TFF, kama ni ZFF, kama ni timu zenyewe, wale wanaokaa milangoni kwa haki tiketi, wakikwambia tiketi sio ya kwetu, brother sister, utaondoka. Hatutatoa nafasi, utaondoka. Hatutatoa nafasi ya wewe kuendelea kuwa pale. Kwa hiyo hakikisha unanunua tiketi genuine, hakikisha unanunua tiketi yako mapema, na ndio maana tumeona tutoe maelezo haya mapema ili watu wajue mapema. Una siku ya leo tarehe 27, una siku ya tarehe 28. Ni zinakutosha kabisa kununua tiketi. Nunua tiketi mapema, nunua tiketi genuine, tiketi sahihi. Lingine eneo hilo ni kuwahi. Ushakula futari yako, make ile mechi inaanza saa 12, saa 2:15. Sasa hakikisha ushapata futari au nini. Kwanza nenda nayo. Beba pasali yako, nenda uwanjani na mzigo wako. Utakaa pale nje utakula. Lakini hakikisha kwamba unawahi pale ili uingie kwa raha, kwa utulivu. Hayo ndio mambo nilikuwa naomba, kwa sababu hili jiji ni jiji kubwa na kwa kweli lina heshima kubwa. Hatujawahi kufanya mashindano hapa ya kimataifa hata ya timu kubwa hizi kutokea vurugu. Kwa hiyo tutegemee, kwa sababu ya hii mechi hii mechi, unajua hii mechi mwenyeji ni Yanga, ndio mwenye busara hizo zilizofanya waje hapa. Kwa hiyo ni mechi ambayo ina mvuto. Watu wanataka kuona kama mtu alipigwa 5. Je, hii ya tarehe 1 mtu anaweza akapigwa ngapi? Au yeye akapiga ngapi? Kwa hiyo watu kuna msukumo mkubwa. Sasa tunachotaka hiyo mihemko hiyo, wale mashabiki wale, wapenzi wa hizi timu, hiyo mihemko isije kufanya ukaishi jela. Kuwa na mhemko lakini umiliki, uwe wa staha. Lingine ni waombe wale wenye vyombo vya usafiri. Usije ukatumia roli lako umeweka ndani, sio na kirikuu. Ilikuwa ndani, umeona kwamba kwa sababu kuna influx kubwa ya watu wanaenda kule uwanja wa Amani, alafu katoa hiyo kirikuu yako ukataka kusafirishia watu. Vijana wetu wa usalama barabarani wamejipanga, wako makini na wanajua zile faini zinavyokuwa kubwa ni faini zile zenyewe kabisa za sheria ya mawasiliano. Kwa hiyo kuwa makini. Kuwa makini. Ukijaribu kupakia abiria kwenye gari ambalo sio la abiria, utakuwa umepata hasara kubwa sana. Hata yule ambao utakusanya haitakusaidia, itakutia hasara zaidi. Lingine ambalo nataka niseme ni kwamba watu wote sasa kwa ujumla, wale wenye tiketi
waje pale wakiwa hana vitu ambavyo vinaweza kuhatarisha usalama wa watu wengine pale uwanjani. Vitu ambavyo haiwezi kuhatarisha usalama pale uwanjani. Tunaamini tukifanya hayo pale uwanjani tutaenda vizuri kama tulivyoenda. Niwashukuru tu wananchi wa jiji la Zanzibar kwamba ni wastaarabu. Kwa kweli nawapongeza, ni wastaarabu sana. Hatujawahi kufanya mashindano hapa tukapata misukosuko ya ajabu. Watu ni watulivu, wanakaa kwa utulivu, kwa hiyo nahimiza ule utulivu uendelee.